Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wiki hili limekuwa ni wiki la giza kwa wanafunzi wa kimataifa nchini Marekani, hasa kutoka nchini China. Na pengine zaidi ni wanafunzi 280,000 au zaidi ya hao kutoka China ambao wamegundua kuwa nchi yao imetengwa. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump wakati huu unataka kuwatimua wanafunzi hao, huku ikitaka wanafunzi hao ambao ni wa mrengo wa chama cha kikomunisti waondolewe katika taifa hilo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kuna mengi ambayo yanasababisha Donald Trump kutaka kuwatimua vijana hao wa Kichina ambao wanapata elimu yao ya juu katika taifa hilo la Kimarekani. Waziri wa usalama wa ndani Kristi Noem alikishutumu chuo kikuu cha Harvard kwa kuratibu masuala mbalimbali ya chama cha kikomunisti cha nchini China. Hii inatajwa moja kati ya sababu ambazo rais wa Marekani Donald Trump ilifikia hatua anataka kukifunga kabisa chuo hicho. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio amesema hatua dhidi ya wanafunzi wa China nchini Marekani itajumuisha wale walio na uhusiano na chama hicho cha kikomunisti cha watu wa China au wanaosoma katika nyanja muhimu. Kauli hii inaelezwa na wachambuzi wa mambo kusema kwamba moja kati ya mbinu inayotumiwa na Wachina ni kutengeneza wanachama wa chama cha kikomunisti ambao wamekuwa wazalendo wa hali ya juu katika taifa lao la Uchina. Hata hivyo, inadaiwa kwamba wanafunzi hawa huenda baadhi yao ni sehemu ya majasusi, na hivyo Marekani imekuwa na hofu juu ya wanachama hao wa kikomunisti ambao wanasoma elimu ya juu katika taifa hilo. Hii inatajwa ni moja kati ya mambo ambayo yamejificha wakati huu. Kwa nini rais wa Marekani Donald Trump anataka kuwatimua wanafunzi hawa? Hilo linalowagusa wengi kutokana na wanachama wa chama cha kikomunisti ni jambo la kawaida miongoni mwa viongozi, wafanyabiashara, lakini pia na hata wasanii na watu mashuhuri nchini China. Beijing imeita hatua hii ni ya kisiasa, lakini ni ya kibaguzi, na wizara yake ya mambo ya nje imeanzisha maandamano rasmi. Kuna wakati Uchina ilipeleka idadi kubwa zaidi ya wanafunzi wa kigeni katika vyuo vikuu vya Marekani, lakini nambari hizo zilishuka huku uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukizidi kudorora mwaka hadi mwaka. Beijing yenye nguvu zaidi na inayozidi kuthubutu sasa inagombana na Washington kwa ukuu katika takribani kila kitu, kuanzia biashara na teknolojia. Hata hivyo, mamlaka za Marekani zimekuwa zikihoji ni kivipi Wachina wengi waingie Marekani kwa ajili ya kusoma. Zaidi ya watu 280,000 waende Marekani wakatafuta elimu, huku wakitazama China ina kila kitu ambacho wasingeweza kukikosa ndani ya taifa hilo. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huenda utawala wa Donald Trump ulikuwa tayari umeleta matatizo kwa wanafunzi wa Kichina katika awamu ya kwanza, na ulitia saini agizo mnamo mwaka 2020 kuwazuia kabisa wanafunzi wa China na watafiti wenye uhusiano na jeshi la Beijing kupata visa ya Marekani. Sababu zingine zinatajwa kwamba Marekani imegundua kwamba wanafunzi hao baadhi yao wamekuwa ni sehemu ya intelijensia ya Uchina, lakini pili, wamekuwa wakithubutu kutazama ni jinsi gani wanaweza wakanufaika na Marekani kupitia elimu yao, jambo ambalo Donald Trump hataki kumnufaisha adui katika upande wa elimu, akifikiri kwamba pengine ujuzi ambao wataupata nchini Marekani wataenda kuendeleza katika taifa lao la Uchina, licha ya kwamba wanalipa fedha nyingi sana katika taifa hilo wakati wakitafuta elimu. Washington na Beijing ziliendeleza uhusiano mbaya hata katika kipindi cha utawala wa Joe Biden, na wanafunzi wengi walikataliwa visa vyao na walirudishwa kwenye mipaka ya Marekani, wakati mwingine bila maelezo sahihi. Hata hivyo, mmoja kati ya vijana ambaye hakutajwa jina lake alisema visa yake ilifutwa na forodha ya ulinzi wa mipaka CBP alipotua Boston mnamo Agosti mwaka 2023. Alikuwa amekubaliwa katika program ya kusomea masuala ya udaktari katika chuo kikuu cha Harvard. Alikuwa anaenda kusomea udaktari wa kuzaliwa upya kwa kuzingatia saratani ya matiti, na alikuwa amefanya shahada yake ya uzamili kutoka kwa taasisi ya utafiti na ushirikiana na jeshi nchini China. Lakini mwanajeshi huyu ambaye pia ni mwanachama wa kikomunisti alikataliwa kabisa. Licha ya kusema kwamba yeye si mwanachama wa kikomunisti na utafiti wake hauhusiani na jeshi, alisema, waliniuliza kuwa nina uhusiano gani kati ya utafiti wangu na masuala ya ulinzi ya China. Aliliambia shirika la habari la BBC. Nilisema mimi nafanya kutaka kujua juu ya masuala ya saratani za matiti, inawezaje kuwa na uhusiano wowote na ulinzi wa taifa? Ikiwa unajua, tafadhali niambie. Akawa na wahoji wanahabari wa BBC ambao walikuwa wakimuuliza.
Kupunguzwa kwa wanafunzi wa China nchini Marekani. Trump kupitia watu wake wa utafiti pamoja na watu wa intelijensia walikuja kugundua kwamba China ina mambo mengi ambayo inaichunguza ndani ya Marekani. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanadai kwamba katika kipindi hiki Rais Donald Trump ni kama vile amechelewa, kutokana na kwamba wanafunzi hao hawakuingia katika miaka ya hivi karibuni, lakini waliingia wengi tangu miaka mingi iliyopita, na kwamba kama ni teknolojia wamechukua ya kutosha, kama ni kuichunguza Marekani wameichunguza vya kutosha na wanaijua mwanzo mwisho. Lakini pili, baada ya puto ambalo lilirushwa katika anga la Marekani ambalo liliweza kufahamu kama ni la kiintelijensia, limeweza kuchunguza mambo mengi ndani ya taifa hilo la Kimarekani. Kwa hivyo rais wa Marekani, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, anasema kwamba kama wanawafukuza wa China, hasa wanafunzi ambao ni wanachama wa chama cha kikomunisti, amekuwa amechelewa, kwa sababu wanafunzi hao waliingia kwa miaka mingi ndani ya Marekani na wameichunguza vya kutosha. Madai na uvumi wa ujasusi hasa katika masomo nyeti yamewakumba raia wa China katika vyuo hivyo vya Marekani katika miaka hivi karibuni, hata kudhoofisha taaluma zao. Basi mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.